Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunalihubiri neno lake ambalo ndilo ukombozi wa mataifa yote, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mwenyezi Mungu wa mbinguni apate kutubariki na kutuongoza katika kulihubiri na kulitangaza neno lake. Leo tutaenda kujifunza somo linaloenda kwa jina la maana ya utoaji. Maana ya utoaji. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunajua utoaji ulianza na Mungu mwenyewe pale ambapo alikwisha kumtoa mwana wa pendo lake. Katika kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16 kinasema kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo tumekwisha kuangalia Mwenyezi Mungu alianza kumtoa mwana wa pekee kwanza. Ina maana hii ni dhabihu iliyo hai, yaani kwamba Yesu Kristo aliutoa mwili. Dhabihu iliyo hai ni kitu ambacho unaweza kukitoa pasipo mbadala. Ina maana Mwenyezi Mungu ameanza kutuonyesha hapa sadaka ambayo alitoa Yesu Kristo, aliutoa mwili. Ina maana kama Yesu Kristo aliutoa mwili, inatakiwa na sisi tujitoe kwake kwa moyo wote na kwa akili zetu zote, yaani tujitoe kwa nguvu zote. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo basi Mwenyezi Mungu hakutukomboa kwa vitu viharibikavyo, si kwa pesa, si kwa dhahabu, si kwa majumba wala si kwa magari, bali alijitoa yeye uhai wake ili sisi tuwe hai. Hivyo alikufa akafufuka ili sisi tuwe hai. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo basi katika mwanadamu Mungu anaangalia moyo wa mwanadamu. Mungu anaangalia moyo wa mwanadamu. Hivyo mwanadamu pale ambapo anaenda kutoa, ina maana Mwenyezi Mungu anaangalia moyo. Tumekwisha kuangalia kabla ya kutoa vitu viharibikavyo, ina maana Mwenyezi Mungu anataka mwanadamu ajitoe mwili mzima ndani ya Yesu Kristo. Ina maana kama Yesu Kristo ambavyo yeye alikwisha kujitoa mwili mzima, yeye akujitoa nusu kwetu, alijitoa mwili wote. Ina maana katika kujitoa mwili wote na sisi tujitoe kwake kwa moyo wote, yaani tutoe mwili wote. Bwana Yesu asifiwe tena. Kama kinavyosema kitabu cha Warumi 12 mstari wa 1 kinasema kwamba basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Bwana Yesu asifiwe tena. Na maana hapa tumekwisha kuona ibada yenye maana ni mwili wetu, kwa sababu tunajua miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Ina maana tunaangalia Roho Mtakatifu anakaa mahali pasafi, akai mahali pachafu. Ina maana pale ambapo tutakuwa tumemkataa adui na matendo yake yote, ina maana tukajitoa kwa mwili wote ndani ya Yesu Kristo kwa kuyakataa hayo maovu, ina maana tayari tutakuwa tumejitoa kwake. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo tukijitoa kwa Yesu Kristo atatupa pendo lake. Ina maana katika hilo pendo lake ndilo ambalo litatufundisha sisi namna ya kutoa. Bwana Yesu asifiwe tena. Pendo lake ndilo ambalo litatufundisha namna ya kutoa. Ikiwa kwamba tumempenda Yesu Kristo, ina maana katika kutoa sadaka hatuwezi tukababaika, kwa sababu tunakuwa tunajua sauti ya Mungu itakuwa juu yetu. Ina maana pale ambapo mwanadamu anakuwa akitaka kutoa, ina maana kuna namna ambavyo Roho Mtakatifu atakuwa anaongea na huyo mwanadamu ili aweze kutoa hiyo sadaka. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo basi ipo sauti ya Mungu juu ya mwanadamu katika utoaji. Ina maana hapa tunaangalia ambaye alianza kutoa sadaka, kumtoa mwana, ni Mungu mwenyewe. Ina maana
Katika mwanadamu pale ambapo anataka kutoa sadaka, lazima amsikilize Mungu mwenyewe na sio mwanadamu. Hivyo sio mchungaji, sio mtu yoyote ambaye anakuwa anamsemesha mtu katika utoaji wa sadaka, bali ni Mungu mwenyewe. Hivyo katika utoaji wa sadaka, Mwenyezi Mungu anakuwa anamtengenezea moyo mwanadamu wa kutoa. Ina maana pale ambapo kuna utoaji katika maeneo mbalimbali, ina maana Mwenyezi Mungu ndiye atakuwa anasema na huyo mwanadamu. Hivyo basi katika utoaji, Mwenyezi Mungu anasema utoaji unamtengeneza mwanadamu moyo, unamtengeneza mwanadamu moyo, na kama unamtengeneza mwanadamu moyo, basi unamtengeneza mwanadamu moyo wa kumpenda Mungu. Ina maana Mwenyezi Mungu anamtengenezea mwanadamu moyo wa kumpenda yeye na si kupenda vitu vyake. Ndipo pale Mwenyezi Mungu anaweza akawa anasema na mwanadamu kwamba mwanadamu anaweza akawa ana kitu fulani, kama vile ambavyo tunajua kwamba baba wa imani Ibrahim alijaribiwa kumtoa mwana wa pekee ambaye ni Isaka, lakini moyo wake ukawa upo huru. Hivyo hivyo Mwenyezi Mungu anakuwa anamjaribu mwanadamu katika vitu. Unaweza ukawa na kitu fulani akwambia toa, unaweza ukawa na kitu fulani nakwambia toa. Pale ambapo unakuwa unaendelea kutoa, ina maana yeye anajua, anakupima ili akuongeze zaidi na zaidi. Ina maana anakuwa anakutengenezea moyo kwamba wewe unaweza ukatoa chochote kwa Bwana. Ina maana katika Yesu Kristo, upendo wa Yesu Kristo unatufundisha katika utoaji. Ikiwa yeye alitoa uhai wake, ina maana kwa nini sisi tusitoe vile vitu ambavyo anakuwa amekwisha kutubariki kwa sauti ya Bwana? Hivyo Mwenyezi Mungu amesema katika utoaji lazima uisikie sauti yake. Hivyo wewe ambaye unasaidia watoto yatima, wewe ambaye unasaidia wajane, wewe ambaye unasaidia maskini, wewe ambaye unasaidia ndugu mbalimbali, imekupasa uisikie sauti ya Bwana. Wapo watu mbalimbali ambao walitoa pasipo kuisikia sauti ya Bwana. Ina maana vile vitu ambavyo walikwisha kuvitoa ndivyo ambavyo vikatumika kuwafunga wao. Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema tutoe kwa sauti ya Bwana. Unaweza ukawa unatembea kukutana na mtu ambaye ni maskini, unaona kabisa huyu ni maskini, kumbe ni agenti wa shetani. Hivyo lazima uisikilize sauti ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo Mwenyezi Mungu anasema tuitoe miili yetu kama dhabihu iliyo hai, kwa sababu Mwenyezi Mungu alimtoa mwana wa pendo lake ili sisi tuwe hai. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo basi kama Mwenyezi Mungu atakuwa anasema juu yetu, imetupasa tusishindane na sauti yake. Pale ambapo Mwenyezi Mungu anakuwa anasema, imetupasa tusikilize sana sauti yake. Ina maana ikiwa Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kila kitu, basi imetupasa tusimzuilie chochote ambacho anakuwa anasema juu yetu. Ina maana katika mwanadamu Mwenyezi Mungu amesema moyo wa mwanadamu yeye ndio anauangalia sana. Ndio maana aliwaambia wana wa Israeli, alimwambia Musa awaambie wana wa Israeli watoe sadaka za kupenda. Bwana Yesu asifiwe. Tena kwa sababu Mwenyezi Mungu anaenda na moyo wa mwanadamu. Pale ambapo mwanadamu anakuwa mgumu, ndipo pale ambapo vipingamizi kwake vinaanza. Ina maana katika kumtumikia Bwana, pale ambapo tutakuwa tumetoa miili yetu, hiyo ni sadaka ambayo Mwenyezi Mungu anasema ni sadaka iliyo hai, kwa sababu tutakuwa tumeshauachilia moyo kwake, moyo wa ibada. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo tunajifunza moyo uliopondeka, tunajifunza unyenyekevu, tunajifunza na utii, kulisikia neno la Bwana. Hiyo ni sadaka ndani ya hekalu lake. Bwana Yesu asifiwe. Tena baada ya kusema hayo, sina mengi zaidi ya kusema Mwenyezi Mungu awarinde wote.